Mfuko wa kibinafsi wa dola bilioni 300 ulioundwa kuchochea uwekezaji nchini Iran umeelezwa katika makubaliano ya mfumo kati ya Marekani na Iran, na zaidi ya nusu ya kiasi hicho tayari kimetengwa. Chanzo chenye taarifa za moja kwa moja juu ya makubaliano hayo kililiambia shirika la habari la Reuters. Chanzo hicho ambacho kilizungumza kwa sharti la kutotajwa jina kwa sababu mpango huo bado haujatangazwa rasmi, huku Washington na Teheran zikijiandaa kutia saini siku ya Ijumaa, kilisema mfuko huo umeundwa kutoa motisha ya kiuchumi kwa pande zote mbili kukamilisha makubaliano ya mwisho. Maafisa wa Marekani na Iran walisema siku ya Jumapili kwamba walikuwa wamekubaliana juu ya mfumo wa kumaliza vita vyao vilivyoanza wakati wa vikosi vya Marekani na Israel vilipoishambulia Iran mnamo Februari 28, kusitisha kizuizi cha Marekani dhidi ya Iran na kufungua tena mlango bahari wa Hormuz, njia muhimu ya usambazaji wa mafuta na gesi duniani. Kiliongeza kuwa kampuni zenye makao yake Marekani, nchi za Kiarabu za Ghuba, Asia, Amerika Kusini na Afrika zimekubali kutoa ufadhili. Uwekezaji ulioahidiwa unajumuisha sekta za nishati, vifaa, utengenezaji na usafirishaji, chanzo hicho kilisema. Chanzo kikuu cha Iran kililiambia shirika la habari la Reuters kwamba Teheran hapo awali ilitaka dola bilioni 400 kama fidia kwa uharibifu wa vita kutoka Marekani, lakini Washington ilisema haitatoa kiasi hicho. Na kisha baada ya hapo wazo la mfuko huo ambao utaitwa mfuko wa ujenzi na maendeleo liliibuka. Chanzo cha Iran kilieleza kuwa utaratibu huo unatarajia nchi za kikanda kuchangia kwa njia mbalimbali. Njia hizo ni pamoja na kupata mikopo, kuanzisha mistari ya mikopo au kufadhili moja kwa moja ujenzi mpya wa maeneo yaliyoharibiwa vitani, ikiwemo miundombinu kama vile kiwanda cha chuma cha Mobarake, viwanda vya kusafisha mafuta, viwanja vya ndege na kwa ujumla miundombinu iliyoathiriwa na mzozo huo. Iran, ikiwa ni moja ya nchi zenye uchumi mkubwa zaidi Mashariki ya Kati, haijavutia uwekezaji mkubwa wa moja kwa moja wa kigeni katika miongo minne iliyopita, ikiwa imetengwa na masoko ya mitaji ya kimataifa kutokana na mawimbi mfululizo ya vikwazo vya Marekani na kimataifa. Nchi hiyo ina akiba ya pili kwa ukubwa duniani ya gesi asilia iliyothibitishwa na akiba ya 4 kwa ukubwa ya mafuta yaliyothibitishwa. Pia Iran ina idadi ya vijana walioelimika zaidi ya milioni 92, msingi wa viwanda uliotofautiana na uwezo mkubwa ambao haujatumika katika sekta mbalimbali kuanzia petrokemikali na madini hadi utalii na kilimo. Chanzo hicho kilisema mfuko wa uwekezaji umetenganishwa kabisa na mazungumzo yanayoendelea sambamba kuhusu kuondolewa kwa vikwazo vya Marekani na kutolewa kwa mali za serikali ya Iran zilizotaifishwa nje ya nchi, kikielezea mifumo hiyo miwili kama mifumo tofauti ya kifedha yenye malengo na ratiba tofauti. Mfuko huo hautaundwa au kuanza kufanya kazi hadi makubaliano ya mwisho na ya kuridhisha yatakapokamilika. Mkataba wa maelewano mara tu utakapotiwa saini unakusudiwa kuunda mchakato huo kwa muda wa siku 60 zijazo. Msemaji wa ikulu ya White House alielekeza kwenye mahojiano na CBS na makamu wa rais JD Vance siku ya Jumatatu, ambapo alisema kuwa Iran inaweza kupata mfuko wa ujenzi mpya wa dola bilioni 300 ikiwa itatii makubaliano na Washington, ikiwemo kuvunja mpango wake wa nyuklia, kuondoa akiba yake ya nyenzo zilizoboreshwa na kukubali utaratibu mkali wa ukaguzi na utekelezaji. Chanzo hicho hakikusema jinsi mfuko huo utakavyosimamiwa, kikibainisha kuwa maelezo muhimu bado yalikuwa yakifanyiwa kazi. Chanzo hicho kilitaja kampuni kutoka Korea Kusini, Japan, Singapore, Malaysia na Marekani kati ya zile zilizotoa ahadi, lakini kilikataa kutoa orodha kamili. Nikiripotia Rubaza Kimataifa, mimi ni Abdul Nasser Mwita.